Akizungumza na waumini wa wilaya ya Lushoto wakati benki ya CRDB walipokuwa wakizindua tawi la Al Barak Banking lililopo chini ya benki ya CRDB nchini, katibu wa baraza la Waislamu nchini BAKWATA katika wilaya ya Lushoto, Ustadh Mohamed Baruti amesema Mufti kaliona hilo, baada ya kuliona ndo kule aliko kule wakakaa na watu hawa wanaohusika na benki hii, na sio benki hii tu waliojaribu kuongea nao, lakini hawa ndio pesa kulikubali ili wazo la Mufti. Kalikubali ndio wakaandaa akaunti maalum inaitwa Al Barak. Sawa? Kwa hiyo ni fursa ambayo ni muhimu sana tuitumieni, kwa sababu katika miongoni mwa vyanzo vya mapato kwa taasisi yoyote, kwa mtu yoyote, ufadhili pia ni chanzo cha nini? Cha mapato. Na wafadhili wengi ukishampa shida yako hukimbilia kukuuliza, je, una akaunti? Akielezea utaratibu wa shughuli za benki ya Al Barak na jinsi inavyoweza kuwasaidia Waislamu kwa kuamua kiuchumi, meneja wa benki ya CRDB tawi la Lushoto, Januari Kirambata, amesema faida ya kwanza, miamala yako yote itakuwa inafuata misingi ya dini ya Kiislamu au inafuata sharia. Kwa maana gani? Utakapokuwa na akaunti ya madrasa au ya msikiti au ya kwako binafsi, fedha zile unazoziweka benki zinawekwa kwenye Al Baraka benki, hazichanganywi na fedha za kibiashara. Kufuatia hatua hiyo, Sheikh wa wilaya ya Lushoto Al-Haji Swahib Haji ameshukuru kwa mchango wa Sheikh mkuu wa Tanzania Mufti Abubakar Zuberi bin Ali, kwa sababu idadi kubwa ya Waislamu bado walikuwa wakiogopa riba inayokatazwa na vitabu vitakatifu. Mufti tumshukuru sana kwa kuweza kututengenezea mpango huu, mpango ambao ilikuwa sisi hatukuubuni, ilikuwa tunajiendea tu. Kwa hiyo tunamshukuru. Kutoka hapa katika msikiti mkuu wa wilaya uliopo wilayani Lushoto mkoa wa Tanga, ni William Mgazija, ITV.